Na tukisonga mbele na taarifa zetu ni kwamba wafanyikazi wa afya ya jamii wameitaka serikali za kaunti na zile za kitaifa kuweza kutilia maanani wazo la kuajiri mamia ya wanafunzi waliofuzu baada ya kufanya kozi hiyo ili kuweza kusaidia katika kutatua swala la ukosefu wa ajira humu nchini. Mwanahabari wetu Dan Ndunde na maelezo zaidi. Akizungumza kwenye hafla ya kuadhimisha siku ya wafanyakazi wa huduma za jamii ulimwenguni iliyoandaliwa mjini Kakamega, George Kombe ambaye ni mwakilishi wa nchi ya Kenya katika muungano wa kitaifa wa wafanyakazi wa jamii nchini Geneva amesema kwamba amesikitikia idadi ya wanafunzi waliohitimu na kukosa ajira baada ya kusomea taaluma hiyo, na hivyo basi akazirai serikali za kaunti kuwapa ajira wanagenzi hao ili wazipe pengo la ukosefu wa huduma zinazohitajika kwa uwepo wao. Departments ambazo zimegatuliwa ikiwemo ile ya health, ikiwa social services na zile departments zingine. Kile tungeomba ni kwamba tunao wanafunzi wengi ambao wamehitimu na hawajapata ajira. Lakini utaenda kwa mfano kwa hospitali ya level 3 hospital in the county government ama level 4, level 5 haina social worker ambaye anaweza akazungumzia masuala ya social issues kwa wale wagonjwa ambao wako hospitali. So ningeomba serikali za county waweze kutilia manani kuajiri hawa vijana wetu ambao wameweza kuhitimu katika hii kazi. Waomba wale wajumbe wetu pale bungeni waweze kuipitisha kwa haraka ili tuweze kuwa na mfumo ambao utasaidia nchi yetu ya Kenya tukue na sheria ambayo itasaidia katika kufanya ajira kwa vijana wetu ambao wako hapa Kenya. Wito huu umeungwa mkono na katibu katika muungano wa wafanyakazi hao nchini Evans Nyakundi, akitaka taasisi za elimu kutumia wasomi hao katika kukabiliana na matatizo yanayokabili shule mbalimbali nchini. Serikali inaweza employ kwa academic system yao wa employ school social workers. Hawa social workers watakuwa wanasaidia unless hata ile student unless na kuanga shule. Social workers wanaweza kuwa wameidentify shida mapema, waweze kuchambua ni shida gani ile iko, tuweze kupunguza ile visa ya migomo katika shule zetu na watoto. Vile vile kile tunaomba serikali yetu, serikali kuu na serikali ya county waweze kuweka in place ile policy ya internship. So that hawa social workers wetu wanapotoka shule, alisi wakienda hata kama ni attachment pale wanapata kitu ya kuwasaidia ya maisha. Naye mkufunzi kutoka katika chuo cha kiufundi cha Sigalagala, Victor Juma, amewataka wabunge kuharakisha zoezi la kupitisha mswada wa sera ya mafunzo kazini kwa wanagenzi hao katika azma ya kuongeza nafasi zaidi za ajira. Is to train, assess and certify. So we have trained a good number of social workers, and of which we have released them to the market. But the problem is most of them are reporting back to us that they are jobless. So if we can get employment of social workers in our country, then we can save these youths who are graduating from our institutions. To practicals, maybe we can liaise with our industries so that we can help these students to have more practicals in the industry, so that whenever we release them to the market, they are able to do what they are practicing to do. Kwa upande wake, Daktari Patricia Kariaga, ambaye ni mkufunzi kutoka chuo kikuu cha Masinde Muliro, ametumia fursa hiyo kuwarai wanafunzi zaidi kujiunga na kozi hiyo ili kusaidia ujenzi na kutatua baadhi ya matatizo pamoja na changamoto zinazokumba taifa la Kenya kwa sasa. Social workers in Kenya are doing extremely well right now. This is an opportunity to be able to contribute greatly to nation building and solve the problems that are taking place or that our people are facing. And I want to encourage members of the community to present any short course that they have to be able to partner with the university, particularly social workers. Let us be able to use this to contribute to nation building. Nikiripotia habari za TV Magharibi kutoka mjini Kakamega, naitwa Dan Ndunde.